찬송가에 보면 Katika wimbo kuna mistari inayosema kuna nguvu za ajabu katika damu ya mwana kondoo. Mara nyingi tunaimba wimbo huu wakati wa ibada. Unapoimba wimbo huu, je, umewahi kufikiria maana ya nguvu katika damu ya Bwana? Nguvu hizi ni nini? Damu ya dhamana ya Bwana ina nguvu nyingi za kushangaza. Ndiyo maana Yesu, mwana wa Mungu, alichapwa na kumwaga damu yake kwa ajili yetu. Kipindi cha leo cha Biblia pekee kitachunguza sababu ya Yesu kumwaga damu yake na nguvu zilizomo ndani yake. Isaya 53 mstari wa 5 hadi 6. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichibuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea njia, kila mmoja wetu ameenda njia yake mwenyewe, lakini Bwana ameweka uovu wetu wote juu yake. Kabla ya kusulubiwa, Yesu alivumilia kejeli na dharau kutoka kwa askari wa Kirumi. Walipiga kichwa cha Yesu kwa mwanzi, wakamtemea mate, wakachapa mwili wake kwa mjeledi uliokuwa na ncha za chuma. Kila mara mjeledi ulipogonga mwili wa Yesu, ngozi iliraruka, damu ikatiririka na mifupa ikaonekana. Kwa nini Yesu, mwana wa Mungu, ilibidi ateseke na kumwaga damu yake? Biblia inafafanua kusudi la mateso ya Yesu msalabani kama mwokozi wetu. Isaya 53 mstari wa 5 hadi wa 6. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichibuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea njia, kila mmoja wetu ameenda njia yake mwenyewe. Lakini Bwana ameweka uovu wetu wote juu yake. Yesu alichomwa na kuchubuliwa kwa ajili ya dhambi zetu, akichukua adhabu na kumwaga damu yake, ili tupate amani ya kweli na tukombolewe kutoka kwa magonjwa yote. Katika Mathayo sura ya 9, watu walimletea Yesu mtu aliyepooza akiwa amelala kwenye kitanda. Yesu alipoona imani yao akasema, "Jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Kabla ya kumponya yule aliyepooza, Yesu kwanza alizungumza suala la dhambi na kusema, "Jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Kisha Yesu akaamuru, "Simama, chukua kitanda chako uende nyumbani." Aliyepooza alipona papo hapo na akaondoka akiwa amebeba kitanda chake. Katika Yohana sura ya 5, baada kumponya mtu aliyekuwa mgonjwa kwa miaka 38, Yesu alionya, "Usitende dhambi tena, la sivyo lisije likakupata jambo baya zaidi." Hoja ilikuwa kwamba kupona kutoka kwa ugonjwa kunahitaji kushughulikia swala la dhambi mbele za Mungu. Sheria ya kiroho inasema damu lazima imwagwe ili kusamehe dhambi. Ndiyo maana Yesu alichapwa na kumwaga damu kwa ajili yetu. Katika Mathayo 8:17 inatuambia, hii ilikuwa kutimiza yale yaliyosemwa kupitia nabii Isaya. Yeye mwenyewe alichukua udhaifu wetu na kubeba magonjwa yetu. Wanaoelewa mateso ya Yesu na kuyaamini hawana sababu ya kuteseka udhaifu au magonjwa. Petro wa kwanza 2:24 inasema, "Kwa kupigwa kwake ninyi mmeponywa." Yesu tayari ameshughulikia masuala yote ya dhambi. Kwa kuchapwa na kumwaga damu yake, Yesu alibeba udhaifu na magonjwa yetu. Tunapoishi kwa haki mbele za Mungu,
Hakuna magonjwa au dhaifu unaoweza kutuadhiri. Kutoka 15:26 inaandika, kama mkisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wenu na kufanya yaliyo sawa machoni pake, kama mkiyatii maagizo yake na kuzishika amri zake zote, sitaleta juu yenu ugonjwa wowote niliowaletea wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana niwaponyaye. Kwa nini waumini huombea uponyaji na suluhisho lakini hawapati majibu? Kulingana na Kutoka 15:26 ni kwa sababu hatufanyi yaliyo sawa machoni pa Mungu. Haki ya Mungu ni tofauti na haki ya binadamu. Kwa mfano, mtoto akirudi nyumbani baada ya kupigwa na mtoto mwingine, mzazi mwenye hasira anaweza kusema, "Kwa nini kila mara unapigwa? Mtu akikupiga mara moja, mrudishie mara 2 au 3 zaidi." Mzazi wa mtoto aliyepigwa anaweza hata kukabiliana na mzazi wa mtoto huyo mwingine. Hata kama hawafikii hatua hiyo, wanakasirika na wanaamini ni haki kuchukua hatua. Tofauti na hayo, maandiko yanatuambia, mtu akikupiga shavu lako la kulia, mpe la kushoto pia. Mungu anatufundisha kushinda ubaya kwa wema, kuwapenda maadui zetu na kuishi kwa amani. Haki ya Mungu ni tofauti na haki ya binadamu. Lazima tutende kulingana na kweli. Tunapompenda Mungu, kushika amri zake si jambo ngumu. Tunapoomba na kufanya bidii, Mungu hutoa neema na nguvu, na Roho Mtakatifu husaidia na kufanya iwe rahisi kutenda. Kwa kusikiliza neno la Mungu na kushika amri zake, hakuna ugonjwa unaoweza kukuadhiri. Hata tukiwa wagonjwa, Mungu ndiye mponyaji, kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa. Tukitambua kile kisicho sawa machoni pa Mungu, tutubu na turejee, Mungu kwa upendo wake atatutakasa na kutuponya. Lakini watu wengine husema Mungu ni mwenyezi, lakini hutegemea dunia matatizo yanapotokea. Ikiwa chaguo lako la kwanza ni hospitali unapougua, inaonyesha haumwamini Mungu katika ujuzi na uweza wake wote. Watu kama hao hawawezi kumpendeza Mungu. Mfano mzuri wa kibibilia ni Mfalme Asa. Katika Mambo ya Nyakati wa Pili 16, Mfalme Asa mwanzoni alimtumikia Mungu vizuri, lakini baada ya muda akaanza kutegemea watu badala ya Mungu. Alipopata ugonjwa wa mguu, hakumfuata Mungu, lakini alitegemea madaktari tu na hatimaye akafa. Tukimjua na kumwamini Mungu, lakini tuishi kulingana na neno lake, wala hamtumaini, basi hatuwezi kuona nguvu zake za uponyaji. Waibrania 9:22. Kwa kweli sheria hudai kwamba karibu kila kitu kitakaswe kwa damu, wala pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Hii inamaanisha msamaha unahitaji kumwaga damu. Katika Agano la Kale, watu walilazimika kutoa sadaka za wanyama ili kupokea msamaha wa dhambi kupitia damu ya mnyama. Lakini damu ya mnyama iliyotolewa sadaka kila mwaka haingeweza kusamehe dhambi kikamilifu. Suluhu ya muda tu haikuwa kamilifu. Ndio sababu Yesu, mwana wa Mungu, alikuja kwa mfano wa mwanadamu kusamehe dhambi zetu, akawa dhabihu ya sadaka na kumwaga damu yake msalabani. Mambo ya Walawi 17:11 inaandika, kwa kuwa uhai wa kiumbe uko ndani ya damu, nami nimewapa hiyo damu ili mfanye upatanisho kwa ajili yetu wenyewe juu ya madhabahu. Damu hiyo ifanyia upatanisho kwa ajili ya maisha ya mtu.
Hii inamaanisha kwamba uhai wa mwili uko katika damu, na kwa kumwaga damu yake yeye anasamehe dhambi. Yesu hakuwa na dhambi wala doa, na alitoa mwili wake msalabani ili kutatua tatizo la dhambi. Kupitia damu yake iliyomwagika, Yesu alisamehe dhambi zetu zote mara moja na milele. Waibrania 10:19-20. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuwa tunao ujasiri wa kuingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu kwa njia mpya iliyo hai tuliofunguliwa kwa ajili yetu kupitia kwenye ile pazia, yaani mwili wake. Mtu wa kwanza, Adam, alikuwa kiumbe hai aliyewasiliana na Mungu, lakini baada ya kutenda dhambi hakuweza tena kufanya hivyo. Kwa ajili ya Adam na kizazi chake, Mungu alitayarisha njia ya msamaha wa wokovu, akifungua njia ya kuwasiliana naye. Katika Agano la Kale, njia hiyo ilikuwa kupitia dhabihu, na kuhani angeweza kuingia patakatifu kuwasiliana na Mungu kwa niaba ya watu. Katika Agano Jipya, mwana wa Mungu Yesu alikuja kwa umbo la mwanadamu na kutatua tatizo la dhambi kwa kumwaga damu yake msalabani. Kwa sababu ya hii, sasa tunaweza kuingia patakatifu na kuwasiliana moja kwa moja na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Katika Agano la Kale, dhabihu za wanyama zilihitajika kwa utakaso baada ya dhambi. Lakini katika Agano Jipya, damu ya Yesu ilifanya jambo hili lisihitajike tena. Watoto wa Mungu wanaomwamini hawapaswi tena kuteseka na magonjwa au udhaifu. Kila mmoja anapaswa kujitahidi kubaki katika neno la Mungu na kuishi maisha ya shukrani kwa upendo wa Bwana. Na daima uishi maisha yenye nguvu kiroho na kimwili chini ya ulinzi wa Mungu. Hebu niwaombee. Baba mpendwa wa mbinguni, ni vipi kwamba utatupenda sana kiasi hiki? Yesu alichukua udhaifu na magonjwa yetu, akimwaga damu yake na kutupa uponyaji wa amani. Sasa tukijua neema na upendo huo, na tubaki sote katika neno lako na kuishi maisha ya baraka yasiyo na magonjwa, matatizo, shida, na kuishi kama watoto wa kweli wa Mungu. Bwana, asante kwa kumwaga damu yako kwa ajili yetu, kutupa amani na uponyaji. Tubariki, tubaki katika upendo wako na tuwe waumini waliobarikiwa. Tunakushukuru na kuomba kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 기도하옵나이다. 아멘.